naishi kama kivuli, nachekwa kimya kimya, nalia gizani. Ndoa niliyokimbilia imekuwa kaburi, upendo uliapa kunilinda umenisaliti. Nikamuoa mwanamke, tukafanya ahadi, siri yangu iwe kaburini, isivuke midomo ya jamii. Nilimpa dunia, nikamvisha heshima, lakini moyo wake ulikuwa mbali na jina langu. Shemeji akawa karibu. Unaweza kuniambia ulikuwa na maana gani? Ulipanga kunizalilisha, sio? Au uliniita hapa lengo lako uje unifumanishe? Unajua Fika ni dada wa mumeo. Vipi kuhusiana na swala la usalama wangu sasa? Babe, don't worry. Wewe ni mtoto wa kiume. Kwa nini unaogopa? Babe, huu ni mwili wako. Chundu, ninachokizungumzia usalama wangu na sio matumizi bora ya mwili wako. Vipi kuhusu usalama wangu? Ndicho ninachokizungumzia mimi. Wewe mwenyewe unajua kabisa kwenye matumizi ya mwili namna gani jinsi ninavyokutumia, ndio maana unatamani kuwa na mimi wakati wote. Na usalama wangu je? Da, mwanangu vipi? Inakuwaje bro? Fresh mwanangu? Kama kaa. Bwana wenyewe mwanangu? Cheki hapo bro. Da, petisha mwanangu nyama. Kwa delivery shilingi ngapi? Bwana 5,000 tu. 5,000. Da, mwanangu wetu. Oya kaka, sikia ilia basi. Utanicheki. Basi poa. Hamna noma. Poa. Najua ninachokifanya. Kuwa na amani. Hakuna popote utakaposikia hili. Niamini mimi, sawa? Okay? Na usalama wangu je? Kaa ukijua uko salama mpaka sasa. Na kinachokupa hofu zaidi ni moyo wako. Hautakiwi kuwa na hofu kwa sababu mimi nimeshakuhakikishia. Niangalie basi. Sikiliza nikwambie. Hautakuja kujutia. Okay? Mr. Kibwana. So hapa. Unaogopa nini? Jiamini mwanaume. Kuna bigijimbo mimi. Sorry. Ni mwanaume mwenye mali, majumba na heshima, lakini moyoni ana jeraha. Alisema wananiita dume, lakini sina sauti. Kicheko cha watu kinaniumiza rohoni. Fedha zangu nyingi, lakini furaha kuna. Fadhali nimekuona, maana mguu huu ulikuwa wa kwako. Nilikuwa nataka kuja huko nyumbani kwenu,
Wewe Kobelo wewe. Sasa ndo nini? Mimi nimekusimamisha, sasa unaenda wapi? Wewe umesoma kwa kuja nyumbani kwetu? Ndio. Sasa hapa ndo nyumbani kwetu. Au siku hizi na mitaani? Au unakuja nyumbani? Basi follow. Wewe. Wewe unataka unakuja nyumbani? Familia zingine hizi. Sasa unisubiri. Wewe bwana. Una shida kwa nyumbani kwetu au unataka nyumbani? Lakini sina furaha, nachekwa kimya kimya, nalia peke yangu. Nilioa kwa siri nikitafuta heshima, kumbe ndoa ikawa chanzo cha maumivu. Kama nilivyokueleza, naomba ukae chini na ndugu yako umuonye na umkanye. Sipendi. Kwa hiyo iko ndicho kufanya wewe unasimamishe barabarani, ukaanza kusema mimi hapa mguu huu kwa kuja kwako, ndio hiyo. Kwa hili nalo dogo, ndugu yako kutoka na mke wa kakaangu hili dogo? Kitu gani? Yaani kuja kushtakia kuhusu mdogo wako kwamba anatoka na mke wa kakaangu, wifi yangu, unasema dogo? Sasa mwingine huyo ndugu yako mwenyewe hajulikana kama yuko hapa ndi mtungi. Ni mwanaume mwenye mali, majumba na heshima, lakini moyoni ana jeraha. Alisema wananiita dume, lakini sina sauti. Kicheko cha watu kinaniumiza rohoni. Fedha zangu nyingi, lakini furaha kuna. Usiku nalala machozi, kitanda kinio. Mke wangu, I'm sorry. So unajua tena nilikuwa nataka ile image ambayo iko nje, reflection yake nikataka nihamishie huko ndani. I'm sorry. Ila pointi kubwa nilikuwa nataka nikwambie, kwanza nikushukuru kwa sababu kwa kipindi kichache tu image ya nje, majirani, baadhi ya marafiki zangu, ndugu zangu tayari wanaamini kama wewe ni mke wangu kabisa, na pia heshima imeongezeka kwangu. Nilichokuwa nakitaka ni heshima. Kila mtu ananiheshimu na naonekana kama nilijali. Kwa hiyo nikushukuru sana kwa kuwa nisingeweza kulifanikisha hili pasipo ushirikiano wako. Ndio maana hata nilivyokuchagua wewe kunifanyia kazi yangu, niliamini utanifanyia kazi kwa ustadi na ujuzi mkubwa sana kama ulichokifanya. Kwa hiyo nikushukuru, na saizi tumefanikiwa, tunaenda kwenye njia salama. Au unaona? Ni mwanaume mwenye mali, majumba na heshima, lakini moyoni ana jeraha. Alisema wananiita dume, lakini sina sauti. Kicheko cha watu kinaniumiza rohoni. Fedha zangu nyingi, lakini furaha Msema jamani, wema wanakuwa ubaya. Hata kama hawezi kutembea na mke wa kakaangu, yeye anatokaje na wifi yangu? Wewe unaona hiyo iko sahihi kweli?
Sema umeachika inakuuma, inakukereketa. Ndio unapoka unakuja hapa. Ni yako ndio ugomvi au kuna lingine? Yaani mimi kwa kipi hasa kwa ndugu yako? Kipi? Kwanza nishaachana na hii familia muda mrefu tu. Kilichokuleta hapa nini? Na utachika umekaa mbaya familia yetu. Ni wifi yangu ndio kilichonileta hapa. Na ni kaka yangu ndio kilichonileta hapa. Sijakuja kwa mengine yoyote. Tena na mdomo wako wewe. Funga mdomo wako wewe kapombe wewe. Mwanaume mwenye mali, majumba na heshima, lakini moyoni ana jeraha. Alisema wananiita dume, lakini sina sauti. Kicheko cha watu kinaniumiza rohoni. Fedha zangu nyingi, lakini furaha hakuna. Usiku nalala machozi, kitanda kiniona. Navaa tabasamu, naficha siri zito. Wanaume wangu umekuwa hadithi ya mito. Nilitaka tu kupendwa, sio kuonewa. Nilitaka ndoa ya kweli, sio kuigizwa. Tumetasa, naishi kama kivuli, nachekwa kimya kimya.